habari ya wakati huu, mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa na mgeni wake ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Rwanda Mheshimiwa Paul Kagame leo wamejadili namna ya kuboresha zaidi ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji ili kuimarisha zaidi uchumi wa watu wa pande zote mbili. Mwanahabari wetu Beatrice Eric anaripoti. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufanya mazungumzo ya uwili, Rais Dr. Samia amesema biashara na uwekezaji umekuwa hadi kufikia bilioni 644 mwaka 2025 na kwamba kuanzia mwaka 1997 imesajili miradi 42 yenye thamani ya dola milioni 325.5 na kuzalisha ajira 2225, akitaja kuwa ni mchango mkubwa kwa nchi hii. Amesema licha ya takwimu hizo kutia moyo, lakini wamekubaliana kuondoa vikwazo vyote visivyo vya kikodi ili kukuza biashara na uwekezaji, hatua ambayo itachochea matumizi ya soko la pamoja Afrika Mashariki na soko huria Afrika, huku akitaja baadhi ya mambo waliokubaliana ikiwemo katika sekta ya usafirishaji na miundombinu. Kwa takriban 70% ya shehena za Rwanda inapitia katika bandari za Tanzania, ambapo wastani wa tani milioni 1.6 kila mwaka tunapitisha kwenda Rwanda, na ni wajibu wetu kwa sababu katika region sisi ndio tumejaliwa kuwa na bandari na wenzetu hawana bandari. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuwahudumia, na tulizungumza na tukakubaliana kuweka huduma maalum kwa bidhaa za nchi ya Rwanda. Katika mazungumzo hayo pia wamejadili ujenzi wa barabara zinazounganisha nchi hizo mbili pamoja na ujenzi wa kipande cha reli ya Isaka hadi Kigali ambao utarahisisha shughuli za usafirishaji pamoja na mradi wa pamoja wa nishati ya umeme wa Rusumo. Tuna mradi wa pamoja kati ya Rwanda, Burundi na Tanzania. Huu ni mradi wa umeme wa maji wa maporomoko ya Rusumo ambao unatuzalishia umeme megawati 80, na tumekubaliana sasa tukauzindue rasmi. Umeshaanza kazi lakini tukauzindue rasmi. Rais Kagame amesema Tanzania ni kiungo muhimu kiuchumi, akitolea mfano bandari ya Dar es Salaam ambayo hutumika na nchi nyingi za Afrika Mashariki, na kwamba nchi hizi zina jukumu kubwa la kuendelea kulinda umoja katika ukanda huu pamoja na kuimarisha ushirikiano. Tunalo jukumu kwa niaba ya wananchi wetu kuhakikisha tunaendeleza na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Rais Kagame amesema Tanzania si rafiki tu wa nchi ya Rwanda, bali ni kiunganishi cha nchi nyingi za Afrika Mashariki kupitia bandari ya Dar es Salaam ambapo husafirisha mizigo kutoka nchini Tanzania kuelekea katika nchi hizo. Nikiripoti kutoka Ikulu jijini Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali kupitia kamisheni ya wakfu na mali ya amana itaendelea kutoa ushirikiano na kuimarisha huduma za hija na kukabiliana na changamoto mbalimbali wanazokutana nazo mahujaji. Mheshimiwa Rais Mwinyi amesema hayo katika msikiti wa Jamia Zinjibar Kiembe Samaki mkoa mjini Magharibi wakati wa hafla ya kuaga mahujaji wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija Maka, Saudi Arabia, ambapo ameeleza umuhimu wa safari ya hija kwa kila Muislamu, kwani hatua hiyo ni kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu na mahujaji husafisha nafsi zao na kuwa watu safi. Nafurahi kusikia kutoka mamlaka za hija za Saudi Arabia kuwa mahujaji wa Tanzania hasa wa Zanzibar wanasifiwa kwa kupata mafunzo ya kutosha na kupata usimamizi mzuri, hali ambayo inapelekea nchi yetu kutoingizwa kwenye orodha ya nchi zenye madoa kutokana na makosa ya wananchi wao wanaokwenda kuhiji. Mheshimiwa Rais Daktari Mwinyi amehimiza mahujaji kushikilia tabia na mwenendo mwema katika utekelezaji wa ibada ya hija ili kuendeleza sifa ya Zanzibar
kwa miongoni mwa nchi zisizo na kasoro na zinazotoa mahujaji walioelimishwa vema na kupata usimamizi bora wa ibada hija, huku akishukuru serikali ya Saudi Arabia na mamlaka zinazotoa huduma za hija za nchi hiyo, shirika la ndege la Saudi Arabia pamoja na ubalozi wa Tanzania nchini humo kwa msaada mkubwa kuhakikisha mahujaji wa Zanzibar wanapata huduma wanaostahiki na kwa wepesi wanapofika nchini humo. Napenda kutoa shukrani kwa serikali ya Saudi Arabia, mamlaka zinazohusika na shughuli za hija za Saudi Arabia, hususan shirika la ndege la Saudi Arabia kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa wa kuhakikisha mahujaji wetu wanapata wepesi katika safari zao za hija. Aidha, na ushukuru ubalozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia kwa mchango wake katika kuwashughulikia Waislamu wa Tanzania wakiwa nchini humo. Kwa mujibu wa kaimu waziri wa nchi ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Suleiman Masud Makame, mwaka huu unaashiria kutimia kwa miaka 100 tangu kuanza kwa utaratibu wa usafirishaji mahujaji. Kuanzia mwaka 1926 hadi mwaka 2026, kipekee jumla mahujaji 4036 Tanzania wanatarajiwa kutekeleza ibada hiyo mwaka 2026, ambapo mahujaji wa Zanzibar 2653 na Tanzania bara 1383 na wanatarajiwa kuanza kuondoka kuanzia tarehe 11 na 18 Mei 2026. Tunakwenda kutimiza miaka 100 ya kuwapeleka mahujaji rasmi kiserikali. Ilianza mwaka 1926 na inaishia leo 26 kukamilisha miaka 100. Umepata bahati kubwa inshallah ya kukamilisha miaka hiyo. Karne moja tayari imeshapita kwenye masuala haya kusimamiwa na serikali. Moja katika maboresho makubwa ya utekelezaji wa ibada ya hija kwa mwaka huu kama yalivyotolewa na Wizara ya Afya nchini Saudi Arabia ni kutaka mahujaji wote kupimwa afya zao. Taaluma ilitolewa kwa kina na mahujaji wote wamepimwa na wako salama kusafiri. Lula Ali, Channel 10. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ametoa maelekezo kwa wakala wa majengo Tanzania TBA kuhakikisha unapangisha nyumba za bei nafuu katika eneo la Temeke, kutoa kota unaokuwa wazi na usiohusisha madalali. Lengo ni kuhakikisha kwamba ama kukusudia vijana wanaoanza ajira katika utumishi wa umma, ikiwa ni sehemu ya mpango wa serikali wa kutambua na kuwezesha kundi hilo. Waziri Ulega ametoa maelekezo hayo jijini Dar es Salaam katika ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa mradi huo wenye jumla ya nyumba 144, ambapo ameeleza kuridhishwa na kasi na ubora utekelezaji wake, huku akiitaka TBA kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati ili kuanza kutoa huduma kwa walengwa waliokusudiwa. Kwa vijana wengi wanahangaika sana, na niseme hapa TBA kwamba sitaki kusikia madalali kwenye nyumba hizi, na mchakato uwe ni mchakato wa wazi, au vijana wanaosemwa criteria, yani vile vigezo vitangazwe hadharani kwenye magazeti, kwenye mitandao hadharani. Hakuna mambo ya kuficha ficha. Kwa upande wake, mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Temeke Uzairu Athumani, pamoja na mambo mengine, ameishukuru serikali kwa kuwaletea mradi huo, akieleza kuwa utasaidia wakazi wengi wa eneo hilo. Umejengwa bali umejengwa Temeke. Mheshimiwa Waziri, wananchi wa Temeke ni wananchi wanaoishi kwa kipato cha chini, hata watumishi wake. Kwa hiyo mimi niseme mradi huu, kitendo cha kuwa Temeke, tumezoea kuona majengo haya maeneo mbalimbali ya nchi yetu, lakini mara hii ukamshauri Mheshimiwa Rais na yeye akaridhia mradi huu uje Temeke. Ni faraja kubwa kutuletea basamu wana Temeke. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka MSF limeonya kuwa mashambulizi dhidi ya wahudumu na vituo vya afya yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo yenye migogoro licha ya ahadi ya Umoja wa Mataifa ya kuvilinda. Rais wa shirikisho hilo Javid Abdurrahman amesema hali hiyo inaonyesha kwamba kupuuzwa waziwazi kwa ulinzi wa huduma za afya katika nchi zenye migogoro, na kusema katika maadhimisho ya miaka 10
tangu Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipopitisha azimio la kuwalinda wahudumu wa afya, misaada ya kiutu, miundombinu na usafiri, vifaa vya matibabu na wakati wa vita. MSF imetaja mifano ya mashambulizi yalizolenga hospitali kuwa ni pamoja na yaliyoshuhudiwa kwenye nchi za Syria, Yemen, Ukraine, Palestina, Myanmar, Cameroon, Haiti, Lebanon. Na taarifa ya kuisha miaka 10 iliyopita, wafanyakazi zaidi ya 21 wa MSF wameuawa katika matukio 15 tofauti. Miradi 62 ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 33.6 inatarajiwa kukaguliwa na kuzinduliwa na kuwekewa mawe ya msingi na mbio za Mwenge wa Uhuru mkoani Mtwara, ambazo zimeanza leo mkoani humo, na kwamba miradi hiyo ambayo inatekelezwa na serikali pamoja na wadau wa maendeleo ni kichocheo cha maendeleo kwa wananchi. Ni Mwenge wa Uhuru ukiwasili mkoani Mtwara ukitokea mkoani Lindi. Nakiri kupokea Mwenge wa Uhuru 2026. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi akipokea Mwenge wa Uhuru kwa ajili ya kuanza kukimbizwa mkoani Mtwara, anasema mbio za Mwenge wa Uhuru zitapita kwenye miradi 62 ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 33.6. Halmashauri 9, tarafa 25, kata 46, vijiji 37 na mitaa 20 kwa kupitia miradi ya Mwenge jumla 62 ambayo itakuwa na thamani ya bilioni 33 milioni 689 laki 537,712.04, ambapo mchango wake umeonyesha serikali asilimia 15 sawa na bilioni 5.0, halmashauri asilimia 6 sawa na nukta 1 sawa na bilioni 1.9, wananchi bilioni 24.6 sawa na asilimia 73.2, lakini wahisani na wadau wengine ni asilimia 6.24 ambayo ni bilioni 2.1. Mbio za Mwenge wa Uhuru katika mkoa wa Mtwara zimeanza kukimbizwa katika halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Mkoa Mwenge wa Uhuru utakapokuwa katika halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani utakimbizwa umbali wa kilomita 106.6 na utakagua, utazindua, utaweka mawe ya msingi katika miradi ya afya, maji, elimu, barabara na maendeleo ya jamii. Miradi yote hii ina thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.9. Kutoka mkoani Mtwara, Domalima Chandarete. Baraza la Mitihani Tanzania limetangaza kuwa mtihani wa kumaliza masomo kidato cha 6 na mafunzo ya walimu unatarajiwa kesho Mei 4, 2026, kukiwa na jumla ya watahiniwa 133,655 na kidato cha 6 hao pamoja na watahiniwa 14,679 wa ualimu. Tangazo hilo limetolewa na katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Tanzania Profesa Said Mohamed alipozungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo pia amethibitisha kukamilika kwa maandalizi. Kuhusu maandalizi ya mitihani hii, baraza limekamilisha usambazaji wa mtihani husika, vitabu vya kujibia na nyaraka zote muhimu katika mikoa yote nchini. Baraza kupitia kamati za mitihani za mikoa na halmashauri limeendesha semina kwa wasimamizi pamoja na kuhakikisha kuwa mazingira ya vituo vya mitihani tulivu na salama kwa ufanyikaji wa mitihani ya taifa. Mtihani wa kidato cha 6 ni muhimu kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, kwani hupima maarifa, stadi na umahiri wa wanafunzi katika maeneo yaliyojifunza kwa kipindi cha miaka miwili ya elimu ya sekondari ya juu, ambapo matokeo yake hutumika kuchagua wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu na vyuo vya kati katika fani mbalimbali za utaalamu wa kazi. Kwa upande wa mtihani wa ualimu, lengo ni kupata walimu makini ambao watafundisha katika ngazi ya elimu ya msingi. Sambamba na hilo, Profesa Said Mohamed ametoa wito kwa watahiniwa na wasimamizi kufuata taratibu zote za mitihani sambamba na utaratibu kwa watu wenye ulemavu na mahitaji maalum. Baraza linawataka wasimamizi walioteuliwa kusimamia kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu na kuzingatia kanuni za mitihani, taratibu na miongozo ya baraza ili kila mtahiniwa apate haki yake. Wasimamizi wahakikisha watahiniwa wasiona wanapewa mitihani ni maandishi ya nukta nundu na wenye uoni hafifu, maandishi yaliyokuzwa. Aidha, watahiniwa wote wenye mahitaji maalum ongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la hisabati na dakika 10 kwa kila saa kwa masomo mengine kama kanuni zinavyoelekeza.
Kwa upande wa watahiniwa, tunaamini kuwa imeandaliwa na kujiandaa vizuri, hivyo baraza halitarajii kuona mtahiniwa anajihusisha na vitendo vya udanganyifu, kwani atakayebainika matokeo yake yatafutwa kwa mujibu wa kanuni za mtihani. Eden Bahati, Channel. Jeshi la Israel limewaamuru wakazi wa baadhi ya vijiji kusini mwa Lebanon kuondoka kwenye makazi yao, huku wakiwataka kwenda sehemu za wazi umbali wa mita 10,000 kutoka katika maeneo hayo. Tahadhari hiyo inavihusisha vijiji na miji 11 ikiwa ni pamoja na baadhi katika wilaya za Nabatihi kaskazini mwa mto Litan, ambao ni sehemu ambayo wako wanajeshi wa Israel wanaodhibiti ukanda wa kusini mwa Lebanon na kusini mwa mto huo. Mashambulizi yaliripotiwa kwanza baada ya amri ya kutakiwa kuhama, ambapo vyombo vya habari vya Lebanon baadaye vimeripoti mashambulizi ya Israel katika maeneo mbalimbali kusini mwa Lebanon, ikiwa ni miji ambayo haikupewa tahadhari. Hata hivyo, mbali na mashambulizi hilo, kumekuwa na kuripotiwa mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel dhidi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon, licha ya makubaliano dhaifu ya kusitishwa vita, huku pande zote za mzozo zikishtumiana kwa kuyakiuka. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limetangaza tarehe 3 mwezi Mei kila mwaka kuwa ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, ikiwa ni kumbukumbu ya azimio la Windhoek la pendekezo la mkutano mkuu wa UNESCO. Tangu wakati huo, mataifa duniani ikiwemo Tanzania yameendelea kuadhimisha siku hiyo tangu mwaka 1993. Wakati tukiendelea kulitafakari hilo, hebu tusikie maoni ya wanahabari wa Tanzania kuhusu siku hii. Sisi kama waandishi wa habari kiukweli tunaishukuru sana serikali kwa sababu imekuwa ikiweka mazingira wezeshi kwa kuhakikisha sisi tunazifanya kazi zetu kwa uhuru. Lakini pia tunaangalia idadi ya vyombo vya habari nchini imeendelea kuongezeka siku hadi siku. Hiyo inadhihirisha ni kwa kiasi gani hapa nchini waandishi wa habari wanafanya kazi zao kwa uhuru bila kubuguziwa. Lakini pia tunaendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye amekuwa akihakikisha kuwa waandishi wa habari wanafanya kazi zao katika mazingira mazuri. Ndio maana utakumbuka hata hivi karibuni ameunda bodi ya ithibati ili kuhakikisha wanasimamia waandishi wa habari wanafanya kazi zao kwa uhuru, lakini pia kwa misingi, lakini pia kuhakikisha hata maslahi yao yanaangaliwa kwa ukaribu zaidi. Kwa siku hii kwetu ni muhimu na tunaendelea kuwakumbusha ndugu zangu waandishi wa habari, tuendelee kufanya kazi zetu kwa uhuru na kwa uzalendo kwa sababu hii ndio nchi yetu, lakini pia kuhakikisha tunaendelea kuilinda amani ya nchi. Kwa sisi Tanzania tunaona kadri siku zinavyozidi kwenda kwamba uhuru wa vyombo vya habari unazidi kuimarika zaidi, na hasa kipindi tangu ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuingia madarakani, tumeona hali imezidi kubadilika na kuimarika zaidi. Lakini pia tunaona sasa hivi tuna bodi ya ithibati, waandishi wa habari wameweza kupatiwa vitambulisho maalum vya JAB ambao vinawatambua na kuweza kuondokana na wale ambao walikuwa wanakiuka misingi ya uandishi wa habari. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha miaka 6, 7 mpaka leo tunaona kwamba uhuru wa vyombo vya habari umeweza kuimarika kwa kiasi kikubwa katika nchi yetu. Taasisi, mashirika na wadau mbalimbali wametakiwa kuguswa na changamoto mbalimbali zinazowakabili wanafunzi wa shule ya mahitaji maalum ya Katumba wilayani Rungwe mkoani Mbeya na kuendelea kutoa msaada wa mahitaji muhimu ya kibinadamu ili kuwafariji. Wito huo umetolewa na waumini wa kanisa la Moravian ushirika wa Ebeneza kata ya Bagamoyo wilaya ya Rungwe wakati wakitoa msaada kwa wanafunzi wenye uhitaji maalum. Sisi kama watumishi wake na kama kanisa ama kama taasisi tunatakiwa tuwe karibu nao kwa ajili ya kuwasaidia. Tunataka watu wajue kwamba watoto wanaoishi katika mahitaji maalum wanatakiwa kuwafariji ili wajione kwamba nao ni sehemu ya watu ambao wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Tunaomba kama serikali kwamba kuna watoto ambao wamesoma ambao wamekosa ajira, waliosomea masomo kama haya wapate kuajiri ili wasaidiane na walimu. Wakati huo huo, waumini wa kanisa la KKKT usharika wa Tukuyu mjini nao wametoa msaada kwa wanafunzi hao na kueleza dhamira ya kutoa msaada huo. Katika mapato yetu tukaamua kutoa fungu la 10
Katika hilo fungu la 10 tukaona tushirikiane na watoto walioko hapa Katumba. Vile tunavyojitoa hata kuja kuwatembelea watoto kwa chochote kile, tuwatie moyo walimu. Kwa upande wao, wanafunzi wenye mahitaji maalum wamewashukuru watu mbalimbali wanaoendelea kutoa msaada. Kidogo ya mweza Mungu kikubwa. Asanteni kwa kutujali sawasawa, akawazidishie zaidi na zaidi na zaidi. Nikiripoti kutoka shule ya msingi Katumba 2 yenye watoto wenye mahitaji maalum hapa wilayani Rungwe mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel. Wazazi na walezi wameaswa kuacha tabia ya kuiachia malezi ya watoto serikali, walimu na dada wa kazi kwa shinikizo la wingi wa majukumu ya kazi, kwani kufanya hivyo ni kutengeneza kizazi kisichokuwa na maadili bora na hofu ya Mungu. Kujua wewe Mungu uliyewawezesha. Ni watoto takriban 300 kutoka kanda ya Musoma yenye vituo vitatu KKKT Nyasho, AIC pamoja na KKKT Mwisenge wako hapa kwa shughuli moja tu, nayo ni maombi. Lengo ni kuhakikisha watoto hawa wanakuwa katika maadili bora, jambo linalotekelezwa na shirika la Compassion International Tanzania. Na hapa wazazi wanakumbushwa kutokusahau wajibu wao katika malezi. Napenda kuwaomba Watanzania na wazazi wenzetu turudishe maadili yetu ya zamani, tulee watoto wetu vizuri waweze kukua kimwili na kiroho. Ni wito wangu kwa wazazi na walezi kuhakikisha kwamba wanakuwa karibu na watoto, kuhakikisha malezi ya watoto yanafanyika kama inavyopaswa, watoto wapate haki zao zinazostahili, lakini pia tutenge muda wa kuwa na watoto wetu. Tunajua Roho Mtakatifu ndio kiongozi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo sisi tunaamini haya maombi yanaenda kutujenga vizuri kiroho. Askofu mkuu wa kanisa la KKKT Diocese ya Mara, John Maguge, hapa anasema kuwajenga watoto katika ibada ni kutengeneza jamii ambayo ina hofu ya Mungu. Na maombi haya yalikuwa ni msaada kwa ajili ya kumkomboa mtoto, lakini bila maombi maana yake maisha yetu hayaendi. Kama Biblia inavyosema kwamba mfundishe na mlee mtoto akiwa mdogo, akikuwa hata acha mafundisho. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Jeshi la magereza nchini limefungua milango ya kushirikiana na wadau wa maendeleo wakiwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali NGOs ili kuanza mchakato wa kuwabaini wafungwa wanaokaribia kumaliza vifungo vyao na kuwasaidia kupata mitaji, hatua inayolenga kuwawezesha kuendeleza ujuzi waliopata gerezani na kupunguza uwezekano wa kurejea katika uhalifu. Milango ya ushirikiano kati ya jeshi hilo na wadau imetokana na utafiti ulioonyesha kuwa wafungwa wengi hurudia makosa kutokana na kukosa mitaji ya kuendeleza ujuzi walioupata gerezani, ambapo mkuu wa magereza mkoa wa Mbeya SACP Raymond Mwampashe amesema hatua hiyo itasaidia kupunguza idadi ya wafungwa wanaorejea tena magerezani. Wanagundua kwamba mfungwa kumbe anajifunza vitu vingi sana, lakini anachokosa ni mtaji. Sasa wakitoka basi wanataka wao wafanye mpango wa kuwatafutia mitaji ili ujuzi wao uweze kuendelea kwa nje ya gereza. Na kwa kufanya hivyo itawasaidia wafungwa wasirudi tena magerezani. Katika mkoa wa Mbeya, wafungwa hupata ujuzi mbalimbali ukiwamo ufundi umeme, ushonaji, pamoja na utengenezaji wa sabuni na samani kupitia mafunzo yanayotolewa katika chuo cha ufundi Rwanda na gereza kuu Rwanda. Sawa, ndipo pale tunatakiwa sisi kama jeshi la magereza tumtafutie zana za ambazo tutaweza kumsaidia sasa kwenda kutumia ule ujuzi ambao ameupata gerezani. Lakini tukaona kwamba hapana, kwa sisi wenyewe jeshi la magereza peke yetu hatutaweza kufanya hiyo kazi, na ndipo tunaposema sasa kushirikiana na jamii. Baada ya wafungwa kuhitimu huwa tunawafuatilia. Je, zile fani tulizowafundisha hapa zinawezesha kuwarekebisha tabia zao, tabia zilizosababisha kuja gerezani, ili waziache waende kutumikia elimu yao ya ufundi walioipata. Kwa upande wa gereza la kilimo Songwe, mkuu wa gereza hilo ACP Johannes Baitange amesema shughuli za kilimo na ufugaji kwa asilimia kubwa zinatekelezwa na wafungwa, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mwongozo wa urekebu ili kuwapa ujuzi watakaotumia baada ya kumaliza vifungo hivyo. Ninaye mtu mwingine ambaye sasa hivi amefundishwa vitu mbalimbali hapa, sasa hivi anafanya kilimo cha mboga Zanzibar. Na kwa kumfuatilia anasema sasa ameweza kujenga, ameweza kumnunulia mama yake shamba kule Mwanza,
na kwa sasa jeshi lina mkakati wa kuanzisha kilimo ambacho hakitegemei mvua, ikiwa ni kutumia screen house au greenhouse au vitaru nyumba ili kuendana na tabia za mabadiliko ya hali ya nchi na kufanya uzalishaji wenye tija kwa msimu mzima. Amani Mbando, Channel 10. Sekta ya utalii nchini imeendelea kuwa muhimili muhimu wa uchumi, huku wadau wakisisitiza umuhimu wa kuimarisha zaidi miundombinu ili kuongeza usalama na ufanisi. Kundi la waongoza watalii zaidi ya 10,000 nchini limeiomba serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii kuboresha barabara zinazoelekea kwenye vivutio vya utalii pamoja na zilizopo ndani ya hifadhi, wakieleza kuwa hali ya baadhi ya barabara bado inahitaji maboresho zaidi. Wakizungumza jijini Arusha katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa 27 wa Chama cha Waongoza Watalii Tanzania, wamesema kuwa pamoja na mafanikio yaliyopo, bado kuna changamoto zinazogusa usalama wao na uzoefu wa watalii. Hii barabara ya Lodware mpaka Golini, kutoka Golini mpaka Seronera, kutoka Seronera mpaka Ikoma, lakini zaidi kutoka Seronera kwenda Dabaku. Sisi tunaumia sana kama guides, safari guides. Tunapoelekea safarini, barabara kiukweli sio nzuri. Kwa upande wake, serikali imesema inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuboresha sekta hiyo, ikiwemo miundombinu na huduma za utalii. Mapato ya TANAPA yanavyoongezeka, kiwango cha 6% kitakuwa kinazidi kuongezeka, na hivyo uwezo wa sisi kuweza kuirekebisha miundombinu hii utaendelea kuongezeka. Wataalamu nao wamesisitiza umuhimu wa kuwekeza katika mafunzo na usalama ili kuendana na ukuaji wa sekta hiyo. Matoa gani wanaenda kufundishwa kozi ya paramilitary self defense, alafu tunaenda kuwafundisha psychology. Huku Tanzania ikilenga kufikia watalii milioni 8 ifikapo mwaka 2030, wadau wanaona maboresho ya miundombinu na usalama kuwa sehemu muhimu ya kufikia malengo hayo. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Timu ya madaktari bingwa wa macho wameendesha kliniki ya utoaji wa huduma za magonjwa ya macho bure, ikiwemo kufanya upasuaji kwa wananchi wa Kilwa Kusini na Kilwa Kaskazini ambao wamekuwa wakisumbuliwa na magonjwa hayo, huku wananchi hao wakishukuru kupata huduma hiyo ambao wamesema ni gharama kubwa na kwamba wengi wamekuwa wakikosa. Wakizungumzia kuhusu huduma hiyo iliyotolewa katika viwanja vya shule ya msingi Singino na kwenye hospitali ya wilaya ya Kilwa, wananchi wa Kilwa Kaskazini na Kilwa Kusini wanasema kufikiwa na madaktari hao na kutoa huduma hiyo bure imewawezesha wengi wao kupata matibabu kwa wepesi. Lakini shukrani zangu za dhati sana nazipeleka direct kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutusaidia mambo mengi sana ambayo Kilwa sasa inafunguka. Wewe Mwenyezi Mungu atujalie sisi wote tuliokuwepo hapa tuishi kwa usalama na mfanye kazi zetu kwa usalama mpaka mumalize mwende zenu safari yenu. Kutakuwa na upasuaji pia kwa wale ambao watakuwa na matatizo ambayo yanahitaji upasuaji. Na hapa mbunge wa Kilwa Kusini na mkuu wa wilaya ya Kilwa wanazungumzia kuhusu huduma hiyo na namna ilivyowagusa wananchi wa wilaya hiyo. Na kwa kusema kweli, mkuu wa wilaya, huduma hii ilikuwa ni muhimu kwa watu wa Kilwa. Na wananchi wetu kwa kweli wameitikia sana, na kubwa zaidi nimeona mnatoa huduma nyingi, sio tu kupima, mnatoa dawa lakini pia mnatoa mawani bure. Ningependa kuchukua fursa hii kuishukuru serikali ya mkoa, serikali ya wilaya, kila mmoja ambaye amehusika katika sisi kuwepo hapa Kilwa. Kutoka wilayani Kilwa mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Naam, taarifa ya mwanahabari wetu Aidan Mhando kutoka Kilwa inakamilisha upande wa habari kwa sehemu ya kwanza. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa ni habari za michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema.